Uaminifu ni hali ya kutekeleza jambo lolote kwa kadri inavyopaswa kutekelezwa kulingana na maagizo, taratibu au kanuni za eneo husika. Ni hali ya kutekeleza jambo lolote kwa kadri inavyopaswa kutekelezwa kulingana na maagizo, taratibu au kanuni za eneo husika. Au tunaweza tukasema kwamba ni hali ya kufanya mambo kiukamilifu. Yaani haulifanya likaishia nusu. Hali ya kufanya jambo kiukamilifu na kwa uhakika bila kupindisha. Unafanya jambo kiukamilifu na kwa uhakika bila kulipindisha, kwa kulingana na taratibu, sheria au sera au kanuni zilizowekwa kwenye hilo eneo au kwenye maisha yako wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa namna nyingine kwamba ni hali ya kufanya kitu katika ukweli na uwazi. Yaani haufichifichi vitu, unakuwa katika hali ya ukweli na uwazi. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 3 mstari ule wa 5. Waebrania 3:5. Neno la Mungu linasema hivi: maana Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu. Kwa nini alikuwa mwaminifu? Ina maana aliweza kufanya mambo yote kwa ukamilifu kulingana na Mungu alivyokuwa anamwagiza au kulingana na taratibu ambazo Mungu alikuwa amempa. Tuangalie kile kitabu cha Kutoka 40:16. Kitabu cha Kutoka 40 mstari ule wa 16 inasema hivi: Musa akafanya hayo yote kama yote Bwana aliyoagiza ndivyo alivyofanya. Tunasema Musa alikuwa mwaminifu kwa Mungu katika nyumba ya Mungu. Kwa kufanyaje? Kwa kufanya yale yote ambayo Mungu alikuwa amemwagiza. Yale Mungu yote alikuwa anampa kwamba leo utafanya kitu fulani. Leo nenda kafanya kitu fulani. Kama leo alimwambia nenda unatakiwa ukawaokoe wana wa Israeli, alienda kufanya sawa sawa na kile Mungu alichomwagiza. Yaani hakuacha hata dosari kwamba ngoja nifanye hiki alafu hiki nikiache. Yaani alifanya to the dot. Huo ndio tunauita uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika uaminifu kuna makundi. Kuna makundi tofauti tofauti. Kundi la kwanza tunasema ni uaminifu wa mtu binafsi. Yaani uaminifu wewe kama wewe kwenye maisha yako. Ndio tunasema uaminifu wa mtu binafsi. Uaminifu wa mtu binafsi tunasema kwamba ni hali ya kuweza kufanya jambo kiukamilifu kulingana na taratibu mtu alizojiwekea. Yaani wewe kwenye maisha yako hapo umejiwepangia nini? Nini nifanye, nini nisifanye? Nini nitende, nini nisitende? Nini niwaze, nini nisiwaze? Na ndio maana hapa kwenye uaminifu tutaangalia maneno ya mtu, tutaangalia matendo yake na mawazo yake. Ambapo hivi vyote vitakuja kutokea kwenye matendo, kwa sababu mawazo ya mtu hatuwezi kuyaona. Kwa hiyo tutayaona mawazo yake kulingana na matendo yake, namna anavyotembea. Naomba huku kumbe alianzaga kuwaza mapema. Kwa sababu ili mtu paka kwanza uje unene lazima umewaza, ili uje utende lazima umewaza, ndio ukikaja kwenye matendo. Lazima umewaza ndipo ukaja kuanza kukiongea. Kwa hiyo itategemea wewe katika maisha yako umejiwekea kanuni gani? Na je, unazitimiliza kiuaminifu kwa staili gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Zaburi ya kwanza, Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza ule na wa pili. Tuangalie mtunga Zaburi jinsi alivyokuwa mnyenyekevu. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Huyu mtu ana heri ambaye amejiwekea hii mifumo au hizi kanuni. Kwamba heri huyu mtu yule ambaye hatapokea shauri la mtu asiye haki, na wala hatakaa kwenye baraza la wenye mizaa. Kwa hiyo mtu amejiwekea hizi kanuni.
Lakini namna gani anaweza kuenenda nazo itategemea uaminifu alionao, kwamba asiweze kupokea shauri la wasio haki, asiweze kutembea kwenye baraza la wenye mizaa. Kwa hiyo mtu atapimwa kwenye kwamba umesema umesema ana heri yule mtu ambaye hakai kwenye sehemu zenye mizaa au hakai kwenye shauri la wasio haki. Yaani mtu anakuja tu anakushauri kitu ambacho unajua hiki sio sahihi na wewe unakifuata. Wewe kwenye kanuni zako umejiwekea nini ili uweze kuenenda katika hiyo hali? Na katika hili kundi, katika uaminifu wa mtu binafsi, ni kitu ambacho kinakusaidia wewe usiweze kuingia katika kutenda dhambi. Uaminifu binafsi unakusaidia wewe uweze kuepukana na uovu, kwamba usiwe mtu wa kukimbia, kwa sababu utakapokuwa unakiona unasema mimi nimeshajiwekea kwa nisitaki kuongea uongo. Sasa huyu ananishauri niseme uongo. Hapana. Na kuwa mwaminifu kwenye kitu ambacho nimejiwekea, lakini kwa sababu gani nataka pia nisitende dhambi, kwa sababu neno linanitaka nisitende dhambi, nisiseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo itakuhitaji sasa wewe namna gani utaweza usikae katika kutenda dhambi. Ni lazima neno la Mungu lio linakaa ndani yako. Utunze neno la Mungu, ile Zaburi ya 119 mstari wa 11, kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Kwa hiyo are you that faithful, kwamba wewe ni mwaminifu kuhakikisha kwamba moyoni mwako unaliweka neno la Mungu ili tu uepukane na dhambi, ukae katika uaminifu. Kwa sababu unapoikwepa dhambi na maana tayari unaingia kwenye kiwango cha kukaa au kuishi maisha ya uaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuangalie mfano wa Yusufu, Mwanzo 39 mstari wa 7. Mwanzo 39 mstari wa 7 anasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Mstari wa 9 anasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfano wa Yusufu. Kuna namna ambayo, kuna maisha ambayo alikuwa ameyajitengenezea yeye binafsi kukaa katika uaminifu, ambao ndio alikuwa anatembea naye. Ndio maana ukaja kumsaidia hata hapa alipokutana na hii changamoto ya yule mke wa Potifa, alikuwa anataka kulala naye. Lakini Daudi akasema mimi nimepewa limiti. Hata kama angekuwa hajapewa limiti, bado na uhakika kwamba Daudi asingekubali kufanya hicho kitu, kwa sababu anajua namna ambavyo amejitengenezea maisha yake, namna gani anataka kuishi ili tu asimkose Mungu. Kwa sababu ndicho kitu alichokisema hapa, kwamba nitafanyaje ubaya huu afu nimkose Bwana. Kwa hiyo wewe hata katika maisha ya uaminifu, wewe binafsi unafanya kitu ili umpendeze mtu, au unafanya kitu ili uhakikishe kwamba unapita katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sasa hapo maamuzi yanabaki kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Maisha mimi ninayaishije? Ninaishi kwa kanuni za Mungu? Ninaishi kiukamilifu kwa taratibu na sheria za Mungu? Mimi binafsi, sio mwingine. Haleluya. Haleluya. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, uaminifu wako kwa Mungu. Uaminifu wako wewe kwa Mungu. Sasa tumetoka kwenye ule ubinafsi, sasa wewe ni mwaminifu kiasi gani mbele za Mungu? Kwenye vitu anavyokuagiza, kwenye vitu anavyotaka ufanye, kwenye huduma yake, kwenye kitu alichokuitia duniani, uko mwaminifu kiasi gani kufanya sawa sawa na Mungu anakupa maelekezo? Kama Musa ambavyo alikuwa anatii. Nenda kawaokoe wana Israeli, anaenda. Ukifika kule kwa Farao, nenda fanya kitu fulani, anafanya. Na sisi tuna uaminifu gani mbele za Mungu kwa kile ambacho ametuamini kuwa mawakili hapa duniani? Kwa hiyo uaminifu wako kwa Mungu ni hali ya kuweza kufanya mambo yote kiukamilifu kulingana na maagizo, taratibu, amri au sheria za Mungu. Kwamba wewe unafanya kila kitu kulingana na Mungu leo amesema nini. Mungu amekuagiza nini katika kile unataka kwenda kukifanya, katika huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 24.
Mathayo 24 mstari ule wa 45 anasema hivi, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtu yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Kwa hiyo sasa wewe hapo jione wewe kwamba Mungu amekupa nafasi ya kuwa wakili hapa duniani. Unamwakilisha katika eneo fulani. Kila mmoja ana kitu chake ambacho Mungu amekupa ukifanya hapa duniani. Kwa kama ukijui, na maana sasa ya assignment nenda kaanze kuitafuta. Kwa hiyo huo ni uwakili ambao Mungu amekupa. Lakini anasema anaheri yule mtu ambaye atakuta anafanya kama vile bwana wake alivyomwagiza. Huo ndio uaminifu mbele za Mungu, kwamba unafanya kile kitu alichokuagiza sawa sawa na taratibu alizokuwekea kwenye hicho kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kundi lingine, kundi la tatu, uaminifu kwa watu wengine. Kwa umeangalia uaminifu binafsi, lakini kuna uaminifu wako wewe kwa Mungu, lakini kuna uaminifu kwa watu wengine. Ni hali ya kuweza kufanya mambo yote kiukamilifu kulingana na kanuni, sheria, sera za watu wa eneo hilo au za mtu huyo ambaye amekuamini akakuweka hapo. Kwa hapo tunaangalia uaminifu wako wewe unapofanya kazi na watu wengine. Wewe ni mwaminifu kiasi gani kufuata taratibu zile watu wamekuwekea? Kisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mstari wa kwanza unasema hivi, umuonapo ng'ombe wa ndugu yako, wa nduguyo au kondoo wake akipotea, usijifiche kama usiyemuona, sharti utamrudisha kwa nduguyo. Mstari wa pili, na kwamba yule nduguyo hayupo karibu nawe, au ukiwa humjui, umchukue kwenu nyumbani kwako, uwe naye hata aje nduguyo kumtafuta, nawe umrudishie. Mstari wa 3 anasema, tena fanya vivyo kwa punda wake, tena fanya vivyo kwa mavazi yake, tena fanya vivyo kwa kila kitu kilichopotea cha ndugu yako, kilichompotea ukakiona wewe, usijifiche kama usiyeona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tunajua mstari upo kwenye Biblia? Haleluya. Huo ni uaminifu kwa watu wengine. Wewe ni mwaminifu kiasi gani unapokuwa pale ofisini ukaona kuna vitu vimepotea na unajua wapi kimepotelea? Uko mwaminifu kiasi gani kusema nimekiona sehemu fulani kimepotea na kiko kwa mtu fulani? Au mtu kapoteza kitu chake hata mtu kanisani. Una uaminifu kiasi gani kukitunza kile kitu kana kwamba ni cha kwako, mpaka yule mwenzako akaja ukampatia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au ndio ile tu tukiona unasema bwana atajua mwenye, kwanza apoteza alikuwa analinga na hichi kitu, atajua atapambana mwenyewe. Au una uaminifu kiasi gani unapopanda daladala afu konda akasahau kukudai nauli? Huwa tunawakumbusha jamani. Au ndio unasema asante Yesu, leo nimepanda daladala bure. Una uaminifu kiasi gani kusema konda aisee hujachukua nauli ukampa, kwa sababu ile ni haki yake. Umepanda gari lake, mwenzako ameweka mafuta, anatakiwa arudishe fungu kwa bosi. Wewe umeshuka pale unasema ni leo bwana nina bahati sijalipa nauli. Lakini hapana, huo sio uaminifu. Kuwa mwaminifu, ile ni mali yake, umeshapanda, yani unatakiwa umpe, ni cha kwake. Konda mimi hujanitoza, chukua hela yako hii hapa. Au ponda leo umenitoza pungufu, nimekuzidishia change, basi hii hapa ni ya kwako. Rudi na kile cha kwako, kile ni cha mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio uaminifu ambao pia Mungu anautazama, kwamba tunaweza kuwa waaminifu kiasi gani kwenye vitu vya watu wengine, tukavitunza kana kwamba ni vya kwetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unakaa katika uaminifu kwenye maisha yako binafsi, uaminifu katika maisha yako wewe na Mungu, lakini uaminifu katika maisha yako wewe na watu wengine. Hayo ni makundi matatu kwenye uaminifu. Yaani unatakiwa uzunguke nayo hayo. Umepita kwako, kwa Mungu, kwa wengine. Haleluya. Haleluya. Katika uaminifu huwa kuna vipimo. Tunapimwa ili tuweze kujua kwamba umekidhi, wewe ni mwaminifu.
Kuna vipimo ambavyo Mungu huwa anavitumia kutupima. Kuna mtumishi mmoja aliwahi sema hivi, akasema Mungu siku zote, Mungu huwa ni Mungu ni wa upendo na upendo wake ni wa wote. Lakini anapokuja kwenye eneo la uaminifu, huwa hatuamini wote kwa ujumla. Yaani utakuwa wewe wewe, simama pale, utapimwa mpaka uvuke ule mtihani, ndipo anasema Mungu anakuamini afu anakuweka kwenye utumishi. Kwa ile haina ujumla, uaminifu haina ujumla. Yaani ni wewe kama wewe utachujwa hapo, umekaa sawa, sasa wewe kufanya kazi hii. Na ndio maana hata kwenye wale alikuwa anagawa talanta, hakugawa wote akawapa 5. Kila mmoja, huyu alimpa 5, huyu akampa 2, huyu akampa 1. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja kwa level yake. Na bado tunaona aliyepewa 1 hakuwa mwaminifu kwenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo hata katika uaminifu Mungu huwa anatupima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipimo cha kwanza ambacho Mungu anakitumia, tunaita kwamba huwa anatupima uaminifu wetu kwenye vitu vidogo au kwenye mambo madogo. Anapima uaminifu wetu kwenye mambo madogo. Ukisoma kile kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 10. Luka 16 mstari ule wa 10. Anasema hivi, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Naye aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Hicho ni kipimo Mungu ambacho anaangalia. Kwamba anapotaka kukuweka katika jambo kubwa, hazi tu direct kuweka kwenye jambo kubwa. Anakujaribu kwanza kwenye hiki kidogo. Unaweza kukimudu? Unaweza kukitunza? Unaweza kukijali yani kwa nguvu zako zote hata kama ni kidogo? Au tu utakidharau kwa sababu ni kidogo utakuwa unakichukulia poa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma na kile kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 21. Mathayo 25:21. Anasema hivi, bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Kwa hiyo kumbe kipimo kitatujulisha kabisa huyu next level yake ni nini, anaenda wapi. Kama niliweza kuwa mwaminifu kwenye madogo, wewe na uhakika lazima nitapelekwa level yangu inayofuata ni kwenda kwenye makubwa. Lakini kama sikuweza kuwa mwaminifu hata kwenye madogo, ujue basi hiyo ni demotion, lazima narudi chini. Yaani siwezi kupewa hata hilo kubwa. Nitabaki hapo mpaka niweze kukizi huo mtihani, niweze kuufaulu huo mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie hapa mfano wa Daudi. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 17, unaweza ukaisoma yote ile story lakini mimi nitachagua hapa baadhi ya mistari. Samueli wa kwanza sura ya 17. Nitasoma mstari wa 28. Nitasoma mstari wa 28 afu nitarudi kusoma mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 28. Samueli wa kwanza 17. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Huyu ni kaka yake Daudi. Alikuwa anamkasirikia Daudi kwa sababu gani? Anaona kwa nini ameenda kule wakati yeye alimwacha akachunge kule akakae na wale kondoo. Tena hapa amesema kabisa, kondoo wale wachache umemwachia nani? Umekuja huku vitani kufanya nini? Soma ule mstari, turudi sasa juu kwenye mstari wa 20 kule. Mstari wa 20 anasema hivi, Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari akafika penye magari wakati lile jeshi lilipokuwa likitoka kwenda kupigana, wakapiga kelele za vita. Nataka tuone kwamba hapa Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji. Kumbuka kule mstari wa 28 tumeshaona amesema kwamba yule alikuwa anachunga kondoo nini? Wachache. Lakini hawa wachache hakikumzuia Daudi kuamka asubuhi kuhakikisha kwamba baba amenipa kazi niwapelekee chakula ndugu zangu. Hawa kondoo na waacha na nani? Hata kama ni wachache na waacha na nani? Kwa hiyo akafanya juhudi, akaamka asubuhi
kwamba lazima nitafute mtu ambaye nitawaacha nao wakati mimi nimetumwa kwenye ile kazi kupeleka chakula kwa ndugu zangu. Kwa hiyo kile hakimsumbua kwamba hivi hao kondoo wachache si niwaache tu, afu nikimbie fasa nikirudi nitawakuta. Hiyo haikumsumbua kwamba kwa sababu alijua huu ni wajibu ambao Mungu amenipa, haijalishi ni mdogo, natakiwa niufanye kwa ukamilifu. Natakiwa nifanye kwa uaminifu. Kwa Daudi akaamka, akaenda akatafuta mchungaji, akawaacha wale kondoo na yule mchungaji. Afu akaendelea kwenye hiyo safari ambayo baba yake amemtuma. Tunajifunza nini hapa kwenye mfano wa Daudi? Kwanza, siku zote tambua thamani na mwanzo wako mdogo. Tambua thamani ya mwanzo wako mdogo. Daudi asingethamini wale wadogo, Mungu asingemuona kwamba huyu angeweza kutunza kundi, angeweza kuona kwamba huyu hawezi kutunza Israeli nikimpa kuwa mfalme. Lakini yeye aliweza kutambua thamani ya ule mwanzo wake mdogo wa kutunza wale kondoo, kiasi kwamba alikuwa hata anaweza akatoa yani akafanya kitu. Dubu walikuwa wanakuja kwa ajili ya kuwadhuru wale kondoo. Yeye alichukua nguvu yake akasema nife nipone, lakini mimi nataka niwalinde hawa kondoo kwa uhai wangu. Alikuwa anapambana na dubu, anapambana na chui na simba ili tu kuwatunza wale kondoo. Haikumsumbua kwamba hawa kondoo ni wawili au ni mmoja, maana wanasema wachache pengine ni mmoja au hata wawili. Haikumsumbua. Yeye alikuwa anawatunza. Alithamini kile alichopewa kwa wakati ule. Lakini kitu kingine tunachojifunza hapa kwamba kuwa mwenye shauku na hamasa kwenye wajibu uliopewa hata kama ni mdogo. Yaani hata kama umepewa ni wajibu unaona ni mdogo, napewa mimi natakiwa niwe nimfagia, labda nimfagia ofisi, au natakiwa tukuja kuwa nasafisha kanisa. Thamini, kuwa na shauku. Ile shauku aliyokuwa nayo ndio ilimsababisha akaweza kuamka asubuhi na mapema kwenda kuhakikisha kwamba anaenda kutafuta mtu wa kuacha na hawa kondoo. Hiyo ndio shauku aliyokuwa nayo Daudi kwenye wajibu aliokuwa amepewa. Hasa wewe unaweza ukawa na shauku kiasi gani kwenye wajibu ulionao? Pengine ni kufuta tu viti, hata kama sio vingi, kwamba tu nina wajibu ninahakikisha kwamba natakiwa kila siku ni viti viwe visafi. Nina hamasa kiasi gani? Ninajua pengine labda leo nina changamoto sijaenda kanisani. Je, inakusumbua kwamba hivi sasa mimi nisipoenda nani atafuta vile viti? Huwa inakusumbua hiyo kitu? Au unasema tu Bwana watajua wenyewe? Watajua wenyewe. Kumbuka, huo ni wajibu umepewa wewe. Hata daiwa pasta, hata daiwa mtu mwingine yoyote. Wewe ndio mwenye wajibu. Na ndio utakao simama pale mbele na kusema ulifanya nini? Na ulipata uliuchukua kwa hamasa kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata unaweza ukasema mimi labda leo sijaja kanisa au nina changamoto au nimesafiri. Hebu ngoja nimtafute fulani. Bwana mimi sitakuwepo Jumapili, lakini naomba unisaidie Bwana, viti viwe vimepangwa, viti viwe visafi. At least ukahakikisha kwamba watu wamefika wamekuta pamepangwa, vitu viko visafi. Lakini tunajua kabisa tutajua hata kama fulani tusipomuona tunajua huu ni wajibu wake ameutekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini pia utakapowekwa kwenye mambo makubwa usiache kutazama yale yaliyo madogo. Hiki ni kitu tunajifunza kwa Daudi. Kwamba utakapokuwa sasa umewekwa kwenye yale mambo makubwa usiache kutazama yale madogo. Daudi pengine angeweza kusema mimi jamani nishawekwa mafuta, nishapakwa mafuta, nimechaguliwa mimi nimeandaliwa kuwa mfalme. Angeweza kusema mimi kondoo wa nini sasa? Lakini hakuacha, alikuwa anaenda anachunga, anarudisha nyumbani, akituma, yani anahakikisha wako vizuri, hakujali kwamba hawa ni kondoo lakini na mimi kwamba na mimi nitakuwa mfalme. Kwa ni waache. Hiyo haikumsumbua. Yani aliendelea na wajibu wake kama kawaida. Kana kwamba hamna kitu kilichotokea kwenye maisha yake, hata kama Mungu asante umeshapakwa mafuta, unaandaliwa kuwa mfalme. Ni wangapi leo hii unakuwa unajua kabisa natarajiwa kuwa promoted, natarajiwa kupata daraja fulani, kuingia kwenye position fulani. Je, tunaweza kuendelea kumaintain ule unyenyekevu tutakapokuwa kwenye position kubwa? Tunaweza kuwa waaminifu kwenye hicho kiwango? Kwamba ukaendelea kuangalia wengine kama ulivyokuwa unawaangalia, au ndio ukishafika kwenye hiyo position au wengine unakuwa tu unawaona hawana kitu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kipimo cha pili ambacho Mungu pia huwa anakitumia ni kipimo cha fedha. Tumeangalia mambo machache lakini kuna kipimo cha fedha ambacho Mungu huwa anakitumia. Kisoma kile Timotheo wa kwanza sura ya 6. Nitasoma mstari wa 10, afu nitarudi mstari wa 6. Timotheo wa kwanza
Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 nasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Mstari wa 6. Mstari wa 6, lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Amen. Shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hiki ni kipimo ambacho Mungu huwa anakiangalia. Wewe fedha umeipa position gani kwenye moyo wako? Umeipa nafasi gani kwenye moyo wako? Ni zaidi ya Mungu? Au kwa sababu utakapoanza tu kuipenda fedha, wewe una uhakika kwamba unaweza ukajikuta umeanza kuvunja ile miiko yako au taratibu ambazo Mungu amekuwekea kwamba uziishi ili tu ile fedha uipate. Kwa sababu gani? Umeweka mapenzi zaidi ya fedha kuliko Mungu mwenyewe. Fedha yenyewe pia ni ya Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kuanza kumpenda ni Mungu kuliko fedha. Ukianza kuipenda fedha ukamweka Mungu nyuma, ujue tayari wewe hapo unateleza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mstari wa 6 anasema, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida. Unapoishi maisha ya kuridhika, hamna rushwa itakayopita mbele yako ikakusumbua. Hamna fedha yote ambayo sio halali ikaja mbele yako au ukashawishiwa ikakusumbua. Kwa sababu gani? Umeridhika. Kwa hiyo unapokaa katika maisha ya kuridhika, hamna namna ambayo fedha itakusumbua wewe kwamba uweze kufanya vitu ndivyo sivyo. Uende nje ya miiko ambayo Mungu amekuwekea, au uende nje ya taratibu ambazo ofisi yako imekuwekea. Kwa hiyo utajikuta umetembea katika uaminifu kwenye hilo eneo. Na hili ndio eneo ambalo Mungu huwa anatujaribu ili kuweza kutuvusha kwenye hali zetu za kiuchumi au za kifedha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo katika eneo hili kwamba jione kuwa wewe ni wakili tu. Yaani jione kwamba wewe fedha yote inayopita kwako ni, yani mimi namwakilisha tu Mungu kuishika hii fedha, sio ya kwangu. Yaani ukiwa na huo mtazamo haiwezi kukusumbua. Kwa hiyo jione tu kwamba wewe ni wakili tu wa fedha, kila fedha yote inayopita, kwa sababu vyovyote vilivyopo duniani ni mali ya Mungu. Lakini pia kusudia kumheshimu Mungu kwa fedha zako. Yaani kusudia kumheshimu Mungu kwa fedha zako. Toa matoleo yako kwa uaminifu. Fanya kazi ya Bwana kwa uaminifu kwa kutumia fedha zako. Hivyo itaonyesha namna gani unamheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo utaenda kusoma ule mfano kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Naomba tu nitaenda kusoma Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka 24. Kipindi kile Ibrahim alivyoenda kupigana ile vita kwa ajili ya kumuokoa ndugu yake Lutu. Kuna vitu alivyovifanya pale. Naamini Mungu atakupa kitu cha kuelewa kwenye hilo eneo. Kipimo cha 3, Mungu anachotupimia, tunarudi kule kwenye mali za watu wengine au vitu vya watu wengine. Tunavithamini vipi vitu vya watu wengine? Luka 16 mstari ule wa 12. Luka 16 mstari wa 12. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Nisomee na Mathayo 24. Mathayo 24 mstari wa 45. Mathayo 24 mstari wa 45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Endelea paka mstari wa 50. Heri mtumwa yule ambaye bwana ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga watumwa wenzake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku atakayoitazamia na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kipimo cha kuwa waaminifu kwenye mali za watu wengine. Hapa kwenye Luka ametuambia kabisa kwamba na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa iliyo yenu wenyewe? Kwa hiyo ukiona hujapata ya kwako, jua bado hujawa mwaminifu kwenye mali ya mwingine. Kwa sababu hicho ndicho Mungu anachoangalia. Lazima kwanza angalie wewe umeithamini vipi mali ya mwingine. Umeithamini vipi kitu cha mwingine? Umeithamini vipi ofisi ya mwingine? Umeithamini vipi biashara ya mwingine? Ili Mungu aweze kukupa ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa niongee pia na wale home experts. Home expert mpo? Mnajijua hata kama mnaitwa home experts. Wadada wa nyumbani. Unapopewa dhamana ya kuishi pale kwenye nyumba ya mtu, unaishi vipi kwa kuthamini vile vitu vilivyowekwa pale? Pengine Mungu anakuchelewesha unajichelewesha, pengine wewe mwenyewe unajichelewesha kuvuka hiyo hatua kwenda sehemu nyingine kwa sababu kwa namna unavyoishi kwenye ile nyumba ambayo umeaminiwa kuwa pale. Mungu amekuamini, amekuweka pale uwe wakili pale. Unathamini vipi vitu vya ile nyumba? Au unathamini vipi watoto wa ile nyumba? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukishindwa kuwathamini, wewe na uhakika Mungu hawezi kukupa cha kwako. Kwa hiyo utajikuta wewe kila siku unafanya kazi kutoka nyumba hii, unahama unaenda nyumba nyingine, unahama unaenda nyumba nyingine. Au pengine ukaja hata kustago kwenye eneo la uzazi. Kwa sababu gani? Ulikuwa huwalei vizuri wale watoto, au ulikuwa huwapi upendo kama ambavyo pengine mwenye nyumba angeweza kuwapa. Wewe ulikuwa tunaishi nao hao. Muda wa chakula umefika huwapi, unasema atajua mwenyewe, au unawacheleweshwa kula. Yaani unaishi nao kama kesho na kesho kuta ukija kustruggle kupata watoto, usije ukaanza kumlilia Mungu. Kwa sababu hiyo ni mbegu, kumbuka umepanda. Na lazima uwe na hakika itaota. Na ukipanda mahindi usitegemee kwamba utavuna mapapai. Ukipanda muhindi utavuna muhindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa waaminifu kwenye mali za watu wengine. Hiyo nimetolea tu mfano, lakini na sisi wenyewe tujiangalie kwenye maeneo yetu tuliko huko. Iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye vitu ambavyo tunafanya navyo kazi. Tunalinda vipi mali za watu wengine? Tunathamini vipi mali za watu wengine ili Mungu aweze kutuamini kutupa sasa za kwetu? Kwa sababu tukishindwa kuvuka hicho kipimo, uwe na uhakika hautapata cha kwako. Kwa hiyo hata kama ni nyumba umepanga, hiyo nyumba uliopanga, wewe unaitunza vipi? Au unasema tu bwana mimi hapa navuka tu. Ukiona rangi zimebanduka unabandua tu. Sijui vimefanyaje mlango unabamiza tu. Lakini imagine ungekuwa kwako ungekuwa unabamiza hiyo milango kama unavyobamiza kwenye nyumba ya mwenzako. Sio ukibamiza utakuwa unasema, "We, kwa nini unabamiza mlango hivi?" Kama ni mtoto umeshamfokea, lakini kwa sababu unaona siko kwenye nyumba yangu, hata kitasa kiharibika sawa tu. Hapana. Ishi kana kwamba hiyo nyumba ni ya kwako. Ili kesho Mungu akupe sasa ile ya kwako ya kweli. Kwa sababu ulithamini ile ya mwenzako kana kwamba ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo thamini vitu vya mtu mwingine, iwe ni mali, iwe ni watu, iwe ni nini. Chochote thamini. Na hapa tunajifunza kupitia mfano ule wa Yusufu ule nilisoma kule kitabu kile cha Mwanzo 39. Yusufu aliweza kuthamini mke wa bosi wake. Akawaza hivi, mimi naweza kutembea na mke wa bosi wangu kweli? Lakini mwingine pengine angeona ni opportunity kwamba sasa kama mtu wa bosi sikanifuata mwenyewe poa tu. Lakini wewe unaweza kuthamini mke wa mwingine kwamba usiweze kumfanyia mabaya. Hivyo ukiwaza kusema hivi na mimi mke wangu kama anafanyiwa hivyo. Yaani hata kuwaza tu ile kawaida kwamba hivi mimi kama naweza kumfanyia hivi. Na mimi kama kwangu pengine anafanyiwa hivyo afu sijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunachojifunza ni kwamba ona mali za watu wengine kama ni za kwako. Lakini pia jua mpaka wako kwenye mali za watu wengine. Unatakiwa kutambua mpaka wako kama ambavyo Yusufu aliweza kutambua mpaka wake kwamba nimepewa vyote, nimewekwa juu ya vyote, lakini isipokuwa wewe nilizuiliwa. Kwa hiyo alijua mipaka aliyowekewa na bosi wake na akaiheshimu, akawa mwaminifu kuiheshimu ile mipaka. Wewe ofisini kwako umewekewa mipaka kiasi gani nao uko mwaminifu kiasi gani kuitunza ile mipaka?
umepewa hela za manunuzi ya ofisi, wewe ni mwaminifu kiasi gani kuhakikisha kwamba naenda kufanya manunuzi jinsi inavyotakikana bila kuvuka mipaka yangu? Nimeambiwa niishie hapa, nitakiwa niishie hapa. Nimeambiwa niweke mafuta lita 10, natakiwa niweke mafuta lita 10. Nisije nikasema kwamba nimeweka mafuta lita 5. Alafu ile lita 5 nyingine najua mwenyewe ninachoenda kukifanyia. Unaweza kuwa mwaminifu kutunza ile mali ya mtu na kujua mipaka yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitumie nafasi ulioaminiwa na Mungu sehemu yoyote vibaya. Itumie kwa uaminifu. Ndio wanasema kinachotakiwa kuonekana kwenye ule uwakili ni uaminifu. Kwa hiyo Mungu atakuwa anatafuta uaminifu kwenye ile eneo alilokuamini. Kwamba nimekuweka hapa lakini naangalia, are you that faithful? Je, wewe ni mwaminifu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hebu tuangalie sasa maeneo ambayo tunahitaji kujenga uaminifu. Maeneo ambayo tunahitaji kujenga uaminifu. Haleluya. Maeneo ambayo tunahitaji kujenga uaminifu. Haya ni maeneo tu baadhi ambayo tumeyataja, lakini maisha yetu yote kwa ujumla yanahitaji kujenga uaminifu kupitia yale makundi ambayo tumeona. Kwanza uaminifu wa wewe binafsi, lakini uaminifu wa wewe kwa Mungu na uaminifu wa wewe kwa watu wengine. Yaani tumezungukwa na hiyo cycle kwamba tunatakiwa kujenga uaminifu kwako binafsi, ujenga uaminifu kwa wewe na Mungu, ujenga uaminifu wewe na watu wengine. Ndivyo maisha tunavyoishi, ndivyo tulivyowekwa. Tunatakiwa tuzunguke katika hiyo triangle. Eneo la kwanza, kujenga uaminifu katika mahusiano yako binafsi na Mungu. Kujenga uaminifu katika mahusiano yako binafsi na Mungu. Hapa tujifunze kwenye ule mfano wa wale vijana watatu. Kisoma kile kitabu cha Daniel. Kisoma kile kitabu cha Daniel sura ya 3 mstari ule wa 16. Nitasoma 3 mstari wa 16 mpaka 18 utasoma. Inasema, ndipo Shadraka na Meshak na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru liwakalo moto, naye atatuokoa mkononi mwako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Mstari wa 18 anasema hivi, basi kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Hawa ni vijana ambao walikuwa wamejenga uaminifu kwenye maisha yao binafsi na Mungu. Yaani kwenye mahusiano, jinsi walivyokuwa wanahusiana wao na Mungu. Kiasi kwamba kulikuwa hamna kitu kitakachokuja kiwaambie fanya hiki, usipofanya tutakuwa, kwamba kinaweza kikawashtua. Hapana. Yaani walikuwa wamefika kwenye hiyo level kwamba tumekaa kwa uaminifu na Mungu na tunamjua huyu Mungu wetu kwamba anaweza akatusaidia. Lakini hata kama asipotusaidia, hatuwezi kusujudia hiyo miungu, basi na tufe. Hiyo ni level kubwa sana ya kuishi maisha ya uaminifu katika wewe, yani binafsi kwenye mahusiano yako wewe na Mungu. Ukiweza kufika hicho kiwango, hakuna changamoto ambayo itakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Hakuna namna ambayo utasema kwamba hili jambo ni gumu sana, Mungu hawezi kunivusha. Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuwa una uhakika kwamba una uhakika, hapa ninapita, hapa ninavuka, hata iweje. Ndicho kilichowakuta hawa vijana watatu. Kwamba wameambiwa wanatakiwa msujudie sanamu. Mnatakiwa muhakikishe kwamba huyu sanamu ataweka na nyie mmemsujudia. Wakasema haiwezekani mfalme. Fanya ufanyalo. As long as tunamjua Mungu tunayemwabudu yukoje na ana uwezo kiasi gani. Na hiki ndicho kilichowapa ujasiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamekaa kwenye mahusiano binafsi na Mungu kwa undani zaidi kiasi kwamba walikuwa wanamjua Mungu ambaye anaweza kufanya jambo lolote. Ile tu kwamba kusema kwamba hata asipotuokoa basi na tufe, lakini walikuwa wanaweka kwamba kabisa, yani tukifanya hiki lazima Mungu atatuokoa. Ule ni uaminifu ambao walikuwa wamekaa nao kwenye namna walivyokuwa wanahusiana na Mungu kibinafsi.
Jitazame wewe kwenye maisha yako, namna gani ambavyo umejijengea hiyo hali ya kukaa na mahusiano na Mungu kibinafsi, kiasi kwamba hakuna dhambi inaweza ikapita mbele yako ukateteleka au ikakushtua au ikakufanya urudi nyuma. Hakuna chochote au mfumo wowote ambao utakwambia hapa ni lazima ufanye hivi, ukakubali tu ukasema bana basi kwa sababu ni mfumo. Hapana. Kumbuka hawa ilikuwa ni order inatoka kwa mfalme. Lakini ile order haikuwasumbua kwamba yani si tuache tunamjua Mungu tunayemwabudu afu kisa ni order imetoka basi tunatakiwa tufanye hivi ndio tufanye. Hapana. Kwa sababu tulikuwa tunajua Mungu wetu tunayemwabudu au Mungu wangu ninayemwabudu ni mkubwa kuliko hata huo mfumo ambao unanilazimisha mimi kufanya hicho kitu, na ambao tunajua kwamba ni sicho kitu ambacho ni halali. Kwa ukikaa katika hiyo assurance, uwe na uhakika Mungu lazima atakuwa anakupigania kila dakika, kwa sababu anajua uko mwaminifu kwenye hicho kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Eneo la pili, uaminifu katika maisha yako ya kimaombi. Kujenga uaminifu katika maisha yako ya kimaombi. Neno linasema kwenye ile Luka 18 mstari wa kwanza anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote na wala msikate tamaa. Lakini ile Wathesalonike 5:17, Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 anasema ombeni bila kukoma. Kwa kuna kuomba bila kukoma, lakini pia kuna kuomba kila siku na hutaki kukata tamaa. Umejenga vipi uaminifu kwenye hilo eneo wewe binafsi? Umemuomba Roho Mtakatifu kiasi gani awe anakusaidia kwamba kila siku nihakikishe ijapita sijaomba? Hata ninapojisikia hali ya kukata tamaa, nitie nguvu niweze kuomba. Kwa sababu tayari hii ni neno limeshatupa kwamba tunatakiwa kuomba siku zote. Kwa kama ni kuomba siku zote, hii inatakiwa uwe uaminifu wako sasa wewe na Mungu. Are you praying kila siku? Unaomba kila siku? Wewe ni mwaminifu kukaa katika kuomba kila siku? Wewe ni mwaminifu katika kukaa kuomba bila kukata tamaa? Au kishakutana na magumu basi hata kiu ya kuomba imekata, unakata tamaa, unasema ngoja tu niendelee na maisha, nitakutana mbele ya safari. Je, uko mwaminifu kwenye hilo eneo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie ule kwenye mfano wa Daniel kwenye kile kitabu cha Daniel sura ya 6. Daniel 6, nitasoma mstari wa 5, nitasoma kwa kurukaruka kidogo hapa. Daniel 6. Nitasoma mstari wa 5, inasema hivi. Wewe unaweza kaenda kusoma sura yote ili upate picha. Inasema hivi, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Ukisoma mstari wa 7, anasema hivi, mawaziri wote na ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yoyote au kwa mtu awaye yoyote katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Mstari wa 8 anasema, sasa mfalme piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Waamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Mstari wa 10 anasema hivi, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali akamshukuru Mungu, akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni uaminifu ambao Danieli aliweza kuuonyesha regardless ya wale watu walivyokuwa wanataka kumshtaki. Maana walianza kusema ili tuweze kumpata Danieli ni lazima tuangalie vitu vinavyomhusu Mungu wake. Wewe ni vitu gani ambavyo watu wameangalia vinavyohusu Mungu wako wakakutega navyo, wakaweka kwamba iwe ndio sheria kwamba hutakiwi kufanya hii kipengele? Wanasema ukifika ofisini asubuhi, kuna watu wengine wakifika ofisini asubuhi wanadai wanasali kwanza ndipo wanaendelea na kazi. Hasa kuanzia leo ukifika hautakiwi kusali. Wanakupa trial. Tena huyu walimweka kusema ndani ya siku 30 na mfalme akaweka sahihi.
Lakini Daniel akasema haina shida, mimi namjua Mungu ninaye muabudu, hata mnizuilie kufanya nini. Akaenda akasema, na akaendelea kama ilivyokuwa hapo awali, anasali asubuhi, mchana na jioni. Asubuhi, mchana na jioni. Huo ni uaminifu ambao Daniel alikuwa ameujenga kwenye eneo la kimaombi, kiasi kwamba kulikuwa hakuna namna kitu chochote kinaweza kikatokea kumkatisha au kumharibia hiyo kanuni au kumuondolea au kumfanya asisali. Naamini hata alipotupia kule kwenye tundu la simba, naamini aliendelea na huo utaratibu. Akawa anasali asubuhi, mchana, kwa sababu ndio ulikuwa utaratibu wake. Kwa hiyo naamini hata alipoenda kule kwenye, yani kulikuwa hakuna namna kwamba simba yuko hapa niache kusali. Aliendelea kusali. Wewe ni vitu gani vimekaa vimekuzuia kidogo tu leo ukasema mimi leo ngoja kwanza nipumzike, nitasali kesho. Lakini ni utaratibu umejiwekea kwamba mimi natakiwa nisali, nitasali labda asubuhi au nitasali usiku sana au pengine mimi nitakuwa nasali labda jioni. Kulingana na utaratibu ulivyojiwekea. Uko mwaminifu kuufuata ule utaratibu? Kwa sababu kumbuka, utaratibu unapoweka, Mungu naye anakuepo pale, anakuwa anajua saa fulani yuko sehemu fulani kusali. Kwa hiyo na mimi twende pale tujihudhurishe. Sasa unapokasema leo mimi sisali nitasali kesho, akituma malaika wamekuja pale kukuletea vitu vyako haupo. Kwa hiyo unatakiwa kukaa katika uaminifu kwenye kile ulichojiwekea. Umejiwekea kanuni ya kuomba mara ngapi kwa siku? Uko mwaminifu kiasi gani kuifuata? Tunajua kibinadamu ni ngumu, lakini yupo Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia. Naamini hata Daniel alikuwa anapata nguvu kupitia huyu Roho Mtakatifu. Ukimruhusu Roho Mtakatifu awe msaidizi wako, akusaidie, huwezi ukaona hata kama ukiwa umechoka, as long as umesema Mungu mimi niko tayari kuomba, Roho Mtakatifu atakuwa pale kukusaidia, kukutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana tuweze kuwa waaminifu kwenye maisha yetu ya kimaombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eneo lingine ni uaminifu katika kujilisha neno la Mungu. Kujenga uaminifu katika kujilisha neno la Mungu. Ile Mathayo 4:4 anasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo wewe kuishi kwako, au niseme yule mtu wako wa ndani kuishi kwake, kunategemea neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Uko mwaminifu kiasi gani kuhakikisha kwamba yule mtu wako wa ndani unamlisha neno akawa satisfied, akalizika, akashiba, kama ambavyo unaujali mwili wako wa nje, kuhakikisha kwamba una milo 3 au pengine hata 4 au 5 kulingana na kila mtu anavyoishi. Wewe ni mwaminifu kiasi gani kumfidi, kumlisha yule mtu wako wa ndani akaweza akashiba, akafurahia kile chakula? Au ndio unakuwa unamfungisha tu kila siku, unafunga na kufunga? Lakini tunaambia kwamba huyu wa ndani anatakiwa aishi kwa neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Sasa unapataje neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu? Kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio soma kile kitabu cha Yoshua 1:8. Najua mnaufahamu mstari. Yoshua 1:8. Somaji umepotea? Yoshua 1:8 inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali fanya nini? Yatafakari. Ukae unatafakari ile mchana na usiku. Yaani kinatakiwa kiwepo tu mchana na usiku, upo pale. Mchana na usiku neno lipo. Mchana na usiku lisha roho yako. Kwa sababu usipolisha utapata kitu gani cha kutafakari? Ni lazima uwe una kitu ambacho kiko ndani ili kiweze kukusaidia wewe kutafakari. Ukikaa utajikuta baada ya kutafakari neno, kwa sababu huna neno ndani yako, ndio utajikuta unatafakari tu vitu vingine vya maisha, afu unajikuta muda wangu wa tafakari umeisha. Lakini unakuwa hujautendea haki moyo wako. Kwa sababu gani? Hujaiulisha moyo wako ili uweze kupata kitu cha kutafakari, kwamba hata siku nikikaa sijalisha, basi naweza nikakaa tu na nikapata mstari, nikaanza kuutafakari, nikaendelea kuilisha ile roho yangu, ikaendelea kushiba na kushiba. Hapa mwishoni anasema kwamba upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yaliyoandikwa humo. Kwa hiyo huwezi ukapata kujua utaratibu, huwezi ukapata kujua kanuni, huwezi kupata kujua amri kama hujataka kuilisha roho yako.
Kwa sababu neno ndio litakalokuambia sasa, hapa hiki usitende, hapa neno hili usitamke, hapa kitu hiki usifanye. Kwa sababu ili kitu kitoke huko ndani lazima ni kile kitu ulichoilisha nafsi yako. Sasa huo moyo wako umelisha vitu gani? Umelisha kitu nje ya neno? Ukilisha kitu nje ya neno, tutajua tu kwa namna utakavyokuwa unaongea, kwa namna utakavyokuwa una behave. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utasoma tena pia kile kitabu, naomba tu uandike kwenye hiyo point, Mathayo 15 mstari wa 18 hadi 19 na ile Marko 7 mstari wa 20 mpaka 23. Mathayo 15 18 mpaka 19 na Marko 7 20 mpaka 23. Pointi nyingine, ujenge uaminifu katika wokovu wa waliopotea. Wokovu wa waliopotea. Kile kitabu cha Yohana 15:17. Yohana 15 mstari wa 17 inasema, haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Uaminifu katika wokovu wa waliopotea itakusaidia wewe kuweza kumtafuta yule aliyepotea ni mpaka kwanza umempenda. Ndio maana hapa tunaambiwa kwamba mpendane. Ukimpenda mtu lazima ukiona anaharibikiwa utakuwa mwaminifu kumrejesha, kwa sababu kwanza umempenda. Na ndio maana hata Mungu alitupenda kwanza, afu ndio akaja kututafuta. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwapende kwanza wale ambao tunajua bado wako nje, ili tuweze kuwarudisha, tuweze kuwarejesha. Lakini sasa sisi ni waaminifu kiasi gani katika hilo eneo tunapoona wengine wanapotea? Pengine mimi siwezi kwenda kumhubiria mtu, lakini wewe ni mwaminifu kiasi gani hata tu kumuombea? Kwa sababu kumpenda sio lazima nikaongee naye kwamba sasa ndugu okoka, ile tu kwamba nimemuona hajakaa sawa, hajakaa vizuri, kwa nini sitenge hata dakika 5 nikamuombea huyu mtu? Basi mimi Mungu siwezi kwenda kusema naye, basi inua hata mtu mwingine. Lakini nimechukua muda wangu kwenda kumuombewa. Huko ni namna ya kumpenda mtu, kwamba nimempenda, ngoja nimuombee ili Mungu naye amvute aweze kurudi kundini. Ni wangapi tuko waaminifu au tumejenga uaminifu katika hilo eneo? Au tunaacha tu kwamba atafanya pasta, watafanya haba viongozi, watafanya wewe mwenyewe kwenye maisha yako binafsi au mtaani kwako kule unakoishi. Wangapi nafsi zao unaona kabisa wanafanya vitu ambavyo visivyo? Umechukua hamasa gani ya kuwasaidia? Kwa sababu kumbuka, hata eneo unaloishi wewe unaweka kwamba Mungu amekuweka kuwa wakili kwenye hiyo jamii. Kwa unatakiwa kuwa mwaminifu kumwakilisha Mungu kwenye hiyo jamii. Kwamba hata namna unayoishi mtu tu atamani kwamba mimi napenda maisha yako. Hiyo inakuwa ni sababu tosha wewe kuanza kumhubiria, kwa nini mimi maisha yangu yako hivi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine, uaminifu katika ustawi wa kundi ulilopewa. Kujenga uaminifu katika ustawi wa kundi ulilopewa. Kisoma kile kitabu cha Matendo 20:28. Matendo 20 mstari wa 28. Matendo 20 mstari wa 28 inasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Utasoma, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kuliishi kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa kuna namna hapa kila mmoja ndani, ukisoma mstari usije ukaona ukafikia tu kwamba kwa sababu limeandikwa kanisa au imeandikwa ukafikia kwamba basi inamhusu tu pastor au inawahusu tu labda wanaosimama madhabahuni. Yaani hii angalia katika uwakili uliowekwa. Kuna kundi umepewa. Inaweza ikawa ni ofisini kwako, inaweza ikawa ni kwenye eneo lako la kazi, pengine ni kwenye biashara yako, inaweza ikawa hata ni hapa kanisani. Kuna kundi umepewa. Kuna kundi umepewa wewe, uliangalie, ulichunge, uhakikishe kwamba limekula, linastawi.
Mungu hawezi kuleta watu 100 kama hata wale 10 bado hujakaa kuwalisha vizuri, hujakaa kuwatunza vizuri. Pengine kila siku unasema Mungu, pana mimi natunza tu hawa 3 au 2. Tumwangalie tu nani yule Yusufu, ni Yusufu Daudi amini. Kwa wale kondoo wachache aliweza kuwa mwaminifu kuangalia ustawi wa wale kondoo. Ndio maana Mungu akamwamini, akaja akampa taifa, akawa mfalme. Sasa wewe leo hii Mungu amekuamini kwa watu pengine hata 5. Amekupa uwakili kwenye watu 5. Unafanya initiative gani kuhakikisha kwamba ule kundi linazidi kustawi, linazidi kukua, ili aweze kukuongezea? Kwa sababu pengine kila siku unamlilia Mungu, niongezee, lakini hata kuongezaje kama hata 2 bado hujawalisha vizuri, bado huwatake care vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia kwamba Mungu amenipa hiki kitu, natakiwa kikue. Pengine hata sio kundi, labda pengine Mungu amekupa, labda kuna mradi unatakiwa uendeshe. Unatakiwa huo mradi ukue. Uangalie ustawi wa huo mradi. Usinganganie tu Mungu kwamba akupe mradi mwingine wakati hata nusu yake umeshindwa kuufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini jambo lingine, uaminifu katika unyenyekevu wa kiroho. Jenga uaminifu katika unyenyekevu wako wa kiroho. Kuna mtumishi mmoja aliwahi sema hivi, siku zote wanaoanza kufanya jambo au kitu kilicho sahihi huwa ni wengi sana, lakini wanaoendelea kufanya hicho kitu ambacho ni sahihi huwa ni wachache, na wanaokuja kumalizia kabisa hicho kitu ambacho ni sahihi huwa ni wachache zaidi. Kwa sababu gani? Unyenyekevu. Kwenye swala la unyenyekevu kumekuwa kuna changamoto, watu tumekuwa tunakosa uaminifu. Tunaweza tukakubaliana hapa, jamani, tuanzishe kitu fulani, au hata tuanzishe labda tuanzishe maombi, tunakutana. Tunaweza tukawa wengi sana ambao tumekubaliana hilo jambo, tumelikubali kulifanya, ni jambo zuri. Lakini ni wangapi ambao wameweza kuendelea kuwa consistent kwenye hilo jambo mpaka saa hii? Ni wangapi ambao wameendelea kunyenyekea kufanya sawa sawa na mlivyokubaliana kwenye hilo jambo? Hasa hiyo itategemea uaminifu wa mtu binafsi. Kwa sababu uaminifu wako binafsi ndio utakao kuunganisha na uaminifu wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tukiwaambia kwamba tunatakiwa, ukisoma kile kitabu, ndio tusome hapa, hii Waebrania 10:25. Waebrania 10:25 nasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kama kadi muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Tuangalie tu hata huo mfano kwamba tumeambiwa kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Tumekubaliana labda kila Jumapili tutakiwa tukutane kwenye ibada. Saa 2 tuna maombi, saa 3 tunaendelea na ibada. Lakini ni wangapi ambao tumeweza kuwa na unyenyekevu wa kujisubmit kwenye hilo eneo? Ili uweze kufanya hicho kitu itategemea sasa na unyenyekevu wako wa roho yako uko ndani. Umekuwa mwaminifu kiasi gani kwenye hilo eneo? Kuhakikisha kwamba unatunza yale makubaliano ambayo mmewekeana. Kwa sababu mnapokubaliana, kumbuka kwamba na Mungu naye anakuepo mahali hapo kwenye hayo makubaliano yenu. Kwa hiyo ataangalia uaminifu wa kila mtu kwenye hilo eneo. Na ndio maana unakuta ni wengi sana watu tunakubaliana, lakini wanaoweza kufanya yale kwa juhudi ni wachache, na wanaokuja kumalizia wanabaki wachache zaidi. Kwa hiyo inategemea na mtu ujiassess unyenyekevu wako wa kiroho uko nao vipi, umejenga uaminifu wako kiasi gani kwenye unyenyekevu wako wa maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kuna uaminifu katika muda, kujenga uaminifu katika muda. Kujenga uaminifu katika muda. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 15, neno linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 17, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Uko mwaminifu kiasi gani kwenye swala la muda?
Neno linatuambia tunatakiwa kuukomboa wakati. Unaukomboaje wakati? Kwenye kila eneo ambalo unakuwa umewekewa limit ya muda. Unaukomboaje wakati wako? Uko mwaminifu kutimiza kwamba tumeambiwa saa 2 nafika saa 2? Uko mwaminifu kusema kwamba tumeambiwa kwamba bwana, hii appointment inatakiwa saa 4:30 tuwepo pale? Uko mwaminifu kwenye yale makubaliano ambayo pengine ni kikundi mmekubaliana tukutane kwenye huo muda? Unaukomboaje wakati wa watu wengine? Kwa sababu unaweza ukachukulia watu ukasema, bwana, wacha wengine tukisemaga saa 4, wengine watafika saa 5, ngoja na mimi nichelewe. Lakini kwa nini wewe usiwe mwaminifu kutunza muda? Uwe mwaminifu kwako binafsi, lakini uwe mwaminifu kwa wengine kwamba mlikubaliana ukafika ule muda unaotakikana. Unakuwa mwaminifu kiasi gani katika kuukomboa wakati? Kwa sababu tunajua maisha yetu yamefungwa katika muda. Kitu kinapopita, kama umekubaliana huo muda unapopita, hauwezi kurudisha tena kwamba utarudi afu tufanye kile tulichokubaliana. Ndio imepita hivyo. Kwa kama kulikuwa kuna neema ambayo iko kwenye huo muda, ambayo imewekwa kwenye huo muda iwasaidie kwenye kitu fulani, ina maana inaweza ikatake tena time mpaka mje mpate tena hiyo neema ya kukutana. Kwa ni muhimu sana kukua mwaminifu katika kutunza muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia uaminifu katika usimamizi wa fedha. Unajenga uaminifu katika usimamizi wa fedha. Fedha limekuwa ni eneo ambalo ni gumu sana, limekuwa linawatatiza watu wengi. Pengine labda ni fedha ya huduma. Hiyo fedha ya huduma mmekuwa waaminifu kiasi gani kuiweka kwenye matumizi sahihi? Au ni fedha ya biashara, mmekuwa waaminifu kiasi gani kuhakikisha kwamba hiyo fedha mnaitumia kwenye matumizi sahihi? Au ndio kwa sababu tunasema tutatumia huku, lakini mnatakiwa mkae kwenye ule uaminifu ambao mmejiwekea. Matumizi yatakuwa ni haya mengine ni mpaka labda tukubaliane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Luka 16, anasema mstari wa 11, Luka 16:11, anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Kama nyinyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu. Pengine huko kwenye fedha, kuna fedha ambayo unajua kabisa hii ni fedha ambayo sio sahihi. Umeweza kuwa mwaminifu kuikataa ile fedha? Pengine kuna karushwa kamepita ofisini kwako. Umeweza kuwa mwaminifu kuikataa ile fedha kwamba hii sio sahihi, mimi sitaki kupokea hii fedha. Kwa sababu gani? Huu ni wajibu wangu, natakiwa kuufanya kwa sababu ofisi ndio inayonilipa. Kwa hiyo natakiwa nifanye huu wajibu wangu kana kwamba yani ofisi ndio inanilipa, sio wewe unilipe ili niweze kukufanyia kwa haraka. Hapana. Una uaminifu kiasi gani kuhakikisha kwamba hiyo fedha uliopewa na ofisi unaipeleka kwenye matumizi sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kuna uaminifu, kujenga uaminifu katika matoleo. Kujenga uaminifu katika matoleo. Kitabu kile cha Malaki sura ya 3. Nitaanza kusoma ule mstari wa nitaanzia mstari wa 9, nasoma mstari wa 9 na wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Mstari wa 10 akaanza kwa kusema leteni zaka kamili. Leteni zaka kamili. Kwa kuna namna ambayo unatakiwa kujenga uaminifu kwenye namna unavyomtolea Mungu. Unamtolea Mungu kwa ukamilifu? Au unatoa tu kwa sababu ni muda wa sadaka natakiwa kutoa, lakini hicho ndicho ambacho moyo wako ulikuwa unataka kutoa? Au moyo umekusudia kitu kingine, ukaja huku wewe ukatoa kitu kingine? Umeweza kuwa mwaminifu kwenye hilo eneo? Kwa sababu ndio maana huwa tunamisi baraka, kwa sababu utoaji wetu unakuwa sio wa ukamilifu. Na kama sio wa ukamilifu, ina maana tunakosa uaminifu mbele za Mungu.
Ndio maana unakuta tuna struggle kwenye maisha, hatubarikiwi, na unalalamika kila siku, mimi mbona nakutolea sadaka, mbona kama ni zaka naleta, lakini una uhakika zaka unayoleta mbele za Mungu inakuwa iko kamilifu? Au unasema Mungu, leo naomba nikutolee 50,000, alafu mwezi ujao nitakutolea tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujifunze kwenye kile kitabu cha Matendo sura ya 5. Anania na Safira, nini kiliwatokea? Kile kilichowatokea walikuwa ni maamuzi yao binafsi walioyafanya. Wameuza shamba, wamepata fedha, wakakubaliana, tutoe hiki tusitoe. Lakini mwanzoni mioyo yao ilikuwa imekubali kufanya kwamba tukiuza tukatoe yote. Lakini wamekuja wakatoa kitu tofauti. Kilichowakuta ilikuwa ni mauti. Pale tumeona mauti ya mwilini kabisa, lakini kumbuka huku wewe unapofanya, mauti inayokukuta ni ya roho yako. Roho yako ndio inayoanza kufa. Kwa hiyo usije ukaanza kuona mbona unaanza hujisikii kusoma neno, hujisikii kufanya kitu fulani. Yaani vile vitu vya kimungu unajikuta vinaanza kupungua na kupungua na kupungua. Kwa sababu gani? Roho yako tayari imeshaanza kufa kwa sababu tu hujaleta zaka iliyo kamili. Unamdanganya Mungu kwenye matoleo, hujawa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na roho yako ikishaanza tu kufa, wewe unahakika basi na mwili utafuata soon. Kwa hiyo tusitake advantage kwamba saizi tuna hii neema, kwa sababu Mungu anatupa hii neema kutembea nayo, basi tunafanya vitu ili mradi tumefanya. Tunatakiwa tufanye kitu kwa ukamilifu. Yaani bora kama hujapanga kutoa, ni bora usitoe kabisa kuliko ukatoa vitu nusu ambavyo havijakamilika. Ndio maana hapa tunaambiwa mstari tunasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mnaniibia. Hasa hivi kweli kumuibia Mungu, hivi unajisikiaje? Ni kitu kizuri? Kama ukimwibia, kama kumuibia tu mwingine, unaona watu wanavopata zile athari, wanapigwa, wakikamatwa, wanafanyaje? Kwa hiyo usifikiri hata unavomwibia Mungu kwamba hakuoni, anakuona. Lakini anakuwa na uvumilivu. Pengine huyu mtu atarejea. Atakaa katika uaminifu kwenye hilo eneo. Ataweza kujitunza na kuleta kitu kilicho kamili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia jambo lingine la mwisho, uaminifu katika kumrudishia utukufu kwa mwenye utukufu. Uaminifu katika kurudisha utukufu kwa mwenye utukufu. Kitabu kile cha Isaya 42 mstari wa 8. Isaya 42 mstari wa 8 nasema, mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine. Uko mwaminifu kiasi gani kurudisha utukufu kwa Mungu pale unapoona amekuvusha sehemu fulani? Ukamrecognize kwamba hakika Mungu hapa ni wewe, utukufu urudi kwako. Uko mwaminifu kiasi gani kufanya hilo jambo kwa Mungu, kwa sababu yeye hashe utukufu na mtu mwingine. Kama ukasema hapa mimi nimefaulu kwa akili zangu, no. Hapa mimi nimefanya kwa ujuzi wangu kwa sababu nimesoma, hapana. Umekuwa mwaminifu kiasi gani kumrudishia Mungu utukufu kwa kila hatua anayokuvusha? Kwa kila jambo ambalo unalipitia na unaona kabisa hapa nimevuka, sasa niko hatua nyingine. Uko mwaminifu kiasi gani kuhakikisha kwamba unarudisha utukufu kwa mwenye utukufu, na mwenye utukufu ni Mungu. Sio kitu kingine, sio miungu, wala sio akili zako. Kwa unatakiwa tujenge uaminifu katika kumrudishia Mungu utukufu kwenye kila jambo ambalo tunakuwa tunalifanya. Kwenye kila jambo ambalo unakuwa Mungu amekuvusha, mrudishie Mungu utukufu. Jifunze kumrudishia Mungu utukufu. Jenga uaminifu katika kumrudishia Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kwa haraka haraka hapa matokeo ya uaminifu. Matokeo ya uaminifu. Jambo la kwanza, Mungu anakuweka kwenye utumishi. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anakuweka kwenye uaminifu. Tulivyosoma ule mstari wa kusomea kwamba unapokuwa wakili, Mungu akasema na kinachotakiwa kuonekana ni uaminifu. Kwa hiyo ili Mungu akuamini kwenye utumishi, ni lazima atacheki uaminifu wako. Kwa hiyo unapokuwa uaminifu, wewe unakuwa kwamba Mungu sasa atakuweka sasa kuwa wakili kwenye hilo eneo. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 12, neno linasema,
Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Akaniweka katika utumishi wake kwa sababu alimuona kuwa mwaminifu, akamweka katika utumishi. Kwa ni lazima Mungu akuone mwaminifu ndipo akuweke katika huo utumishi. Ni lazima Mungu akuone mwaminifu ili akuweke kuwa wakili kwenye hilo eneo. Kwa matokeo mojawapo la uaminifu ni unawekwa kwenye utumishi. Tekeo jingine ni kwamba Mungu anakuwa karibu na wewe. Mungu anakuwa karibu na wewe. Zaburi ya 145. Zaburi ya 145 mstari ule wa 18. Zaburi 145 mstari wa 18. Bwana yuko karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Bwana yuko karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Kwa unapokuwa mwaminifu katika kumuita Bwana, uwe na uhakika Mungu atakuwa karibu na wewe. Yaani atakusikia muda wote, atakuwepo pale kwa sababu anajua huyu ni mtumishi wangu, ni wakili wangu mwaminifu. Atakuwa around pale kukusikiliza, unasemaje mwanangu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia utapewa taji ya uzima, Ufunuo 2:10. Tokeo lingine utapewa taji ya uzima, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari ule wa 10. Ufunuo 2 mstari wa 10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Uwe mwaminifu hata kufa. Kwa hiyo ina maana hata katika dhiki, namna vitu vyote unavyopitia ambavyo unajua hivi vina dhiki, hivi vina shida, hapa nina karaa, hapa nina masumbufu, na changamoto ambazo nazipitia, nakwambia uwe mwaminifu. Kwa hiyo utakapovuka hiyo level ya uaminifu, hata unapokuwa kwenye changamoto, uwe na uhakika Mungu anakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unapokea taji ya uzima. Jambo la 4, anakuambia utabarikiwa na uzao wako. Atakubariki wewe, lakini pia atabariki na uzao wako. Mithali 28 mstari ule wa 20. Mithali 28 mstari wa 20. Tasoma. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi, ataadhibiwa. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Kwa as long as wewe ni mwaminifu, yani baraka ni uhakika kwako. Mungu atakubariki. Lakini pia ukisoma ile kitabu kile cha Mithali hiyo sura ya 20 mstari wa 7, anasema hivi: mwenye haki aendapo katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Mwenye haki aendapo katika unyofu wake, watoto wake. Kwa hiyo hata kama wewe umeishi kwa uaminifu alafu bado zile baraka hujazuna, uwe na uhakika watoto wako watazipokea. Kwa sababu tu wewe uliweza kuishi kwa uaminifu, uliweza kutembea kwa uaminifu kwenye maisha yako. Uwe na uhakika watoto wako watafaidika. Kwa hata kama basi utaki kukunani, basi ishi kwa ajili ya watoto wako. Kwamba mimi naishi ili watoto wangu waje wanufaiki kwa zile baraka za mimi kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo la 5, Mungu anakuwa anakufuatilia. Unakuwa unafuatiliwa na Mungu. Matokeo ya uaminifu, unakuwa unafuatiliwa na Mungu. Kitabu kile cha Zaburi 101, nikisoma ule mstari wa 6. Zaburi 101 mstari wa 6. Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami. Yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakayenitumikia. Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi. Kwa hiyo as long as umekuwa mwaminifu, wewe unaona kwamba jicho la Mungu linakutazama popote ulipo. Kwa hiyo huwezi kukumbwa na mabaya, huwezi kupata changamoto ambayo itakushinda wewe kuivuka, kwa sababu jicho la Mungu linakutazama. Na likikutazama ina maana hiyo ni kama anakuangalizia hivi, wapi pabaya nimtengenezee, wapi pana shida nimweke vizuri, au wapi pana changamoto nimuandae ili akikutana na ile changamoto aweze kuivuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maadui wa uaminifu, adui wa kwanza ni ubinafsi. Adui wa kwanza ni ubinafsi.
Hao ndio maadui wa kuwa mwaminifu, wa kukosa uaminifu. Mtu akikosa uaminifu ujue yeye ni mbinafsi. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa 24. Neno linasema hivi, mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Hii hii inatuonyesha kwamba hutakiwi kuwa mbinafsi. Kwa sababu utakapokuwa mbinafsi huwezi pia kuwa mwaminifu kwenye kitu cha mtu. Huwezi kukijali kitu cha mtu. Utakuwa unajijali mimi kwanza, afu ndipo cha mwenzangu kifuate. Lakini ukiondoa hiyo hali ya ubinafsi, ina maana itakusaidia wewe kukaa katika hali ya uaminifu. Lakini pia unaweza kaandika mstari wa Filipi 2 mstari wa 3 na wa 4. Lakini pia adui mwingine ni kukosa uvumilivu. Adui mwingine wa uaminifu ni kukosa uvumilivu. Kitabu kile cha Mathayo 24 mstari wa 13. Mathayo 24:13 anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo unapokuwa na uvumilivu kwenye kitu chochote, uaminifu unahitaji kuwa mvumilivu. Usiseme tu kwamba mimi nilichofanya hapa imetosha, ngoja na mimi basi nichukue hela kidogo, ngoja labda na mimi nichukue rushwa kidogo, mbona nimekaa miaka labda 10 yote sijai kupokea, ngoja saizi nichukue kidogo. Tayari ile itakufutia, itakuondolea uaminifu wako wa miaka yako yote 10. Unakuta unajipotezea kwa sababu tu ile kwamba umekosa kuendelea kuwa mvumilivu. Kwa kukosa uvumilivu na ubinafsi, hawa ni maadui wakubwa sana wa uaminifu. Nimalizie kwa kusema hivi, uaminifu ni ufunguo mmoja unaotunza utukufu wa Mungu. Uaminifu ni ufunguo ambao unatunza utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ukitaka kujua, ukitaka wewe kukaa katika utukufu wa Mungu, tafuta huu ufunguo wa uaminifu au jenga tabia ya uaminifu kwenye maisha yako. Alafu uone kama Mungu, utukufu wa Mungu utaondoka kwako. Lakini pia kumbuka, katika kila level au katika kila kiwango Mungu atapima uaminifu wako. Kwa hiyo leo umevuka kiwango hiki, unapotaka kwenda kwenye kiwango kingine uwe na uhakika kwamba Mungu atakupima. Lakini pia katika ufalme wa Mungu uaminifu wako ndio report card yako. Kwenye ufalme wa Mungu uaminifu wako ndio report card yako. Yenyewe ndio inapeleka kule taarifa zako. Huyu leo ana nini? Huyu leo ana nini? Kwa hiyo ikifika pale fulani, kadi yake ya uaminifu iko wapi? Inakuja pale, vinashushwa. Taarifa zako ziko pale. Hii ndio inatupelekea kule ripoti zetu. Uaminifu ndio unaotupelekea ripoti zetu kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kama ulisahau mengine yote huko, naamini utakumbuka hapa kwenye hitimisho. At least nimejaribu kugusia kule kote ambako tumepita. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumepata kitu? Amina. Basi naamini Mungu atatusaidia kwenda kuyafanyia kazi haya ambayo tumepata nafasi ya kujifunza siku ya leo. Basi tusimame. Nikaribishe timu ya kusifu na kuabudu. Natamani uangalie eneo ambalo umekuwa ukipata changamoto ya kuwa mwaminifu au ya kujenga uaminifu. Inawezekana lisiwe katika haya ambayo nimeainisha leo, pengine ni eneo lingine kabisa. Limekuwa linakupa ugumu wewe wa kukaa au wa kuweza kuishi kwa uaminifu. Jicheki, jitathmini ni eneo gani ambalo umekuwa ukistruggle kujenga uaminifu. Alafu ili tuende nalo mbele za Mungu. Lakini pia utakapoenda mbele za Mungu, nenda mbele za Mungu kwa kuomba rehema kwenye yale maeneo ambayo unajua
haya mimi kwa kweli nilikuwa natembea nayo lakini sijawahi kuwa mwaminifu. Yaani unajua kabisa mimi hapa nilikuwa siko mwaminifu. Nilikuwa sifanye vitu kwa ukamilifu. Leo nadonoa hapa, kesho naacha, kesho nafanya hapa. Kwa hiyo cha kwanza twende mbele za Mungu kwa toba. Tumwambie Mungu turehemu kwa namna yote ambayo kwenye nafasi ulizotuamini, kwenye uwakili uliotupa hatukuweza kuwa waaminifu, turehemu. Lakini pia peleka lile eneo ambalo unatamani Mungu akusaidie kujenga uaminifu, kwa sababu kujenga kitu ni kwa hatua. Ukimaliza hilo utamwambia Mungu tena jambo lingine kulingana na jinsi utakavyokuwa unahitaji kuishi au kujenga tabia ya uaminifu kwenye maisha yetu. Baba tunasogea, 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 we Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea mbele zako wewe, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea mbele zako, Baba twanyenyekea, kweli twanyenyekea, Baba twanyenyekea mbele zako, mbele zako, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea mbele zako, mbele zako, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba katika maeneo ambayo tumeshindwa kutembea katika uaminifu e Bwana, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako binafsi e Bwana, kwenye maeneo yote ambayo Mungu sikuweza kuwa mwaminifu, ukanirehemu. Rehemu kanisa lako e Bwana, rehemu kanisa lako mfalme wa amani, pale ambapo tumeshindwa kukaa katika uaminifu kwenye kutembea na wewe e Bwana, turehemu e mfalme wa amani, kwenye kuwa na mahusiano binafsi na wewe tumeshindwa kuwa waaminifu, tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu kwenye eneo e Bwana la kujilisha neno lako. Tumekosa kuwa waaminifu kwa kujilisha kwa wakati, tunaomba rehema zako mfalme wa amani, tunaomba rehema zako King of Glory, tunaomba rehema zako Jehova, uturehemu Jehova, uturehemu mfalme wa amani, uturehemu King of Glory kwenye eneo la kimaombi e Bwana. Tumekuwa tukichoka, tumekuwa tukikata tamaa, tumekuwa hatuombi siku zote, tunaomba rehema zako e Bwana, tunaomba urehemu kanisa lako, maana tumeshindwa kuwa
manderebosika ribozata ya manderebosha rakakarabosita la mandarabosa rebosakata ya manda rakasakata ya mandarabosha ribosha katara manderebosa. Pengine ye Bwana tumekuwa wavivu katika kulichunga kundi ambalo umetuamini nalo ye Bwana, hatujakuwa katika eneo la kuwakuza wakakaa katika ustawi mzuri. Tunaomba rehema pia ye Jehova, tunaomba rehema ye Bwana, tunaomba rehema ye Mfalme wa amani. Hatujawa mawakili wema kwenye makazi uliotupa, kwenye maeneo tunayoishi, kwenye ofisi tunazofanya kazi. Hatujawa mawakili wazuri, hatujawa na uaminifu kwenye maeneo ambayo umetuamini. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema zako ye Bwana. Usituache Mfalme wa amani, maana tumejua kosa letu na tumetambua kosa letu ye Bwana. Ndio maana tumerejea mbele zako kwa toba ye Bwana, tumekuja mbele zako kwa toba ye Mfalme wa amani. Uturehemu, damu yako itusafishe, damu yako ituoshe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusaidie ye Bwana kwenye maeneo ambayo tumekuwa na changamoto ya kusimama kwenye uaminifu. Tusaidie ye Mfalme wa amani, tukaweze kusimama kwa uaminifu, tukaweze kutembea kwa uaminifu, tukaweze kuishi kwa uaminifu. Ile tabia yako ye Bwana ya uaminifu ikajengeke ndani yangu, ikajengeke ndani yetu, ikajengeke ndani ya watoto wako ye Bwana. Rama zakata ya manda rebo shakata endora mazikata ya manda riba sakata ya manda rebosha ramanda rabozekete raka kakarabanda raboza riba sakata ende robosha tayamanda rika kakarabanda rebosha rapa sakata ya manda. Tunatamani kutembea kwa uaminifu katika kiwango ambacho umekikusudia ye Bwana, tukatembee kwa uaminifu katika kiwango ambacho umekikusudia ye Bwana. Kuabudu kwetu Jehova, tukaabudu katika uaminifu, tukaabudu katika uaminifu katika jina la Yesu, tukiabudu katika roho na kweli. Mioyo yetu ndio ikae katika kuabudu, tusiabudu kwa midomo yetu tu, bali mioyo yetu ye Bwana ikapate kuabudu wewe. Ramazakata ya mandelebosha, tusaidie ye Bwana, tusaidie ye Bwana kupitia Roho yako Mtakatifu, kupitia Roho yako Mtakatifu akatufundishe kukaa katika uaminifu wako, tukatembee katika uaminifu wako kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la maisha yetu katika jina la Yesu. Rapasata ya mandarabosa riko shata ya manderebosa kata ramanderebosi kata ya manderebosa. Thank you Jesus. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa uaminifu wako kwa ajili ya chakula ambacho umetulisha. Tunasema asante kwa kuwa tumekipokea kwa unyenyekevu. Tusaidie e Bwana, tukaweze kukiishi, tukaweze kukitunza vyema kwenye mioyo yetu na kikapate kwenda kuzaa matunda. Tusaidie Mfalme wa amani, hata katika wiki tutakaoianza, neno hili e Mungu likapate kwenda kutembea katika mioyo yetu na kututafakarisha, ili tukaweze kujua namna ambayo tunatakiwa kutembea kwa uaminifu wako. Asante Mfalme wa amani kwa kuwa umetulisha sawa sawa na uhitaji tuliokuwa nao. Tunakurudishia sifa na utukufu e Mungu kwa ajili ya neno hili. Tunakurudishia sifa na utukufu e Mfalme wa amani. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa umekuwa mwalimu mwema, umetufundisha nasi tumepokea, nasi tutakwenda kuyafanyia kazi kwa msaada wa nguvu ambayo inatenda kazi ndani yetu, ambayo ni wewe Roho Mtakatifu. Libarikiwe jina lako katika jina la Yesu.